Salamu popote ulipo mtazamaji wa Aviation Tanzania, leo na kuripotia moja kwa moja kutoka Ukonga Banana jijini Dar es Salaam katika ofisi za makao makuu ya Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA, ambapo leo kuna kikao cha wadau wa sekta ya anga kuhusu mabadiliko ya kanuni za usafiri wa anga. Siku ya leo wadau mbalimbali wameweza kufika, mashirika mbalimbali ya ndege, lakini kampuni ambazo zinafanya shughuli mbalimbali katika sekta ya anga ziko hapa, pamoja na uongozi mzima wa Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania uko hapa katika kikao hiki. Tuko na mkurugenzi wa masuala ya sheria katika Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA, Madam Maria Memba. Kwa mara nyingine tena tumepata fursa ya kukutana naye. Madam, kwema? Salama kabisa, za kwako Zaina? Habari kutoka last week? Salama. Kile mwenzi mwaka jana, maana kama muda mrefu. Ni mwaka huu bwana. Habari ya majukumu? Salama kabisa, tunaendelea na majukumu yetu kama kawaida na tunashukuru kukuona tena hapa. Shukrani sana. Madam, tugusie kiasi kuhusu workshop. Siku ya kwanza leo unaitazama vipi na imekuwa kwenda vipi mpaka kukamilika kwa siku ya leo? Nashukuru, asante sana. Kwanza nianze na mwamko wa wadau ambao wametokeza hapa. Kwa kweli namba inafurahisha sana kwa sababu tuna watu karibia 110 ambao wako hapa mjengoni kabisa, lakini ukiangalia na wengine ambao wako online tuna watu kama 30-40 hivi. Kwa hiyo ukiangalia namba hiyo tu inaonyesha jinsi gani ambavyo wadau wana kiu kutaka kujua nini tunaenda kuongea nao leo. Sawa. Tuambie kwa ufupi, kikao hiki kimehusu mabadiliko ya kanuni za usafiri wa anga. Mabadiliko haya yamechochewa na matakwa ya kimataifa, yani ICAO, au ni matokeo ya mahitaji halisi ya sheria za anga Tanzania? Asante. Ni vyote hivyo vitaja viwili ni sahihi kabisa. Kama tunavyofahamu, kwanza kabisa sekta ya usafiri wa anga inabadilika kila siku, haiko kama ilivyokuwa jana, na kama unavyojua kwamba sheria za jana haziwezi kutibu tatizo lililoko leo. Kwa hiyo kutokana na mabadiliko hayo, basi na sisi kama nchi wanachama tunatakiwa kuendana na mabadiliko hayo ili kanuni zetu ziendelee kuwa ziweze kutibu tatizo lililoko sasa hivi. Lakini pia kuna maoni ambayo tumewapokea kwa wadau ambao ndio watumiaji wakubwa wa kanuni hizi. Kwa hiyo tunawasikiliza wadau. Kuna maeneo ambayo walikuwa wanadhani kwamba tunaweza tukafanyia marekebisho ili kuweza kurahisisha utekelezaji. Kwa hiyo hiyo nayo imechangia, lakini pia kuna viwango vingine vipya kabisa ambavyo vimetolewa na shirika la usafiri wa anga duniani. Kwa hiyo vyote hivyo ukijumlisha yote hayo, basi ndio haswa chimbuko la mabadiliko haya ambayo tumeyafanya. Tuzungumzie katika swala zima la muda. Kuna muda maalumu wa matazamio au transition time ambayo mmeiweka kabla ya sheria hizi kuanza kutumiwa rasmi na wadau wa sekta ya anga? Asante sana, ni swali zuri kwa sababu pia nadhani kuna mmoja wa wadau pia aliuliza swali hilo. Kanuni kawaida tunatengeneza kwa kushirikiana na wadau. Kwa hiyo tumekuwa tukiwa take through wadau wetu kuanzia mwanzo wa mchakato wa kutengeneza kanuni mpaka sasa hivi ambapo zimeanza kutumika. Na ukiangalia nature ya mabadiliko ambayo tumeyafanya, unaweza kukuta mengine hayahitaji hata huo muda maalum wa kuanza utekelezaji. Kwa hiyo ninavyoongea sasa hivi hizo kanuni tayari ziko in force kwa sababu zimetangazwa toka tarehe 26 January. Kwa hiyo tayari zimeshaanza kutumika. Tunafanya assessment kidogo kuona kama kuna haja ya kutoa hiyo muda maalum kuanza utekelezaji, lakini ukiangalia hata mabadiliko menyewe kwa kweli ni haya sio makubwa kiasi kwamba kusema kwamba wanahitaji muda maalum wa utekelezaji. Na pia kwenye swala la safety pia hakuna compromise. Kanuni ikitoka, masharti mapya yakitoka, ni moja kwa moja unaanza kutekeleza kwa sababu usalama unakuja kwanza. Umegusia kitu kimoja hapo awali kwamba kanuni ambazo mmezipitisha zinakuwa zinaendana na matakwa ambayo yanakuwepo ndani ya taifa husika, hasa katika taifa letu. Kuna kuendana na matukio mbalimbali. Kuna kanuni ambazo mnazianzisha kutokana na matukio yanayotokea. Mfano, kwa matukio kama vile ajali, tunaona kuna ajali ambayo ilitokea mwaka jana ya helikopta Disemba ambayo ilikuwa ikipita katika eneo la mlima Kilimanjaro. Kuna kanuni ambazo mmeziongeza safari hii kuweza kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha kwa marubani ambao wanarusha ndege juu ya milima? Moja ya kanuni ambayo tumefanyia marekebisho ni kweli ni hizo kanuni ambazo zinahusiana na masuala mbalimbali ya uendeshaji wa helikopta nchini. Haimaanishi kwamba kanuni zilizokuwa mwanzoni zilikuwa hazijitoshelezi katika kuhakikisha kwamba hakuna matukio ya ajali yanaweza kutokea, lakini tumeimprove. Naweza nikasema kwamba tumeimprove. Kuna baadhi ya maeneo tumekazia zaidi, lakini pia kuongea na wadau hivi kuwahimiza katika kuhakikisha kwamba wanazisimamia
kusimamia kanuni ipasavyo ni sehemu mojawapo ya pia kuhakikisha kwamba matukio mbalimbali yale haswa yale ambayo yanahusiana na binadamu moja kwa moja hayajitokezi. Tunafahamu sasa hivi Tanzania ina kiwanda ambacho kinaunganisha ndege, kwa maana kinafanya assembling ya aircraft, kipo Morogoro. Kama mtu anataka kumiliki ndege, kwa sababu sasa hivi ndege ziko sokoni, mtu akitaka kununua ndege anaweza akafika pale kununua. Kuna sheria zote ambazo anatakiwa mnunuzi azifuate katika mamlaka ya usafiri wa anga, kama ni labda kama anatakiwa apate kanuni fulani ili kuweza kuhakikisha kwamba anapata umiliki wa ndege hiyo. Hata mtoto mdogo akizaliwa lazima anapewa jina, lakini kwa sisi kwa Wakristo wanaenda kumbatiza ili jina lianze kutumika. Kwa hiyo yes, kwa ukipata ndege yako mpya lazima uifanyie usajili ili ipewe namba na uweze kuanza kutumia. Lazima ibatizwe, ipewe jina, ianze kutumika. Registration na mengine atafuata, lakini usajili kwanza. Mchakato wa registration unaweza kuchukua muda gani? Inategemea. Ukiwa umejipanga vizuri, kila kitu chako kimekaa sawa, haiwezi kuzidi miezi 3 tunakuwa tushamaliza swala zima la registration. Analazimika kuwa amesomea urubani mmiliki wa ndege? Mmiliki hapana, mwendeshaji ambaye atakayekuwa anaiendesha lazima wamesomea. Wewe kama una pesa zako unaweza kununua ndege nyingi tu ukawa nazo pale, lakini anaenda kuiendesha ile ndege lazima awe ni rubani. Kwa uchache, kwa haraka, ni vitu gani vya msingi anatakiwa awe navyo mtu kabla ya kuja kufanya usajili wa kumiliki ndege? Kwanza kabisa lazima awe na hizo nyaraka zinazohusiana na hiyo ndege yenyewe, lakini matumizi ambayo atakopa anatumia, lakini pia of course lazima utakuwa kuna fee ambayo utatakiwa kulipa, na issues za security, umejipanga vipi kwa kuendana na masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na mambo ya aviation security. Kwa hiyo ukienda kuangalia kanuni ambazo of course ni moja ambazo tunaziongelea hapa, ambazo zinaongelea masuala ya registration, utakuta requirements zote ziko pale. Sio ngumu sana, lakini ni vizuri tu kwa kujiridhisha na kuhakikisha kwamba kila kitu unacho pale kabla hujaanza mchakato wa usajili. La mwisho kwa siku ya leo, una ushauri gani kwa wadau wa sekta ya anga katika kuweza kutekeleza na implement hizi kanuni, marekebisho ya kanuni na kanuni zingine mpya katika shughuli zao za kila siku ili ziweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi? Kikubwa ambacho naomba wadau wetu waitumie mamlaka ya usafiri wa anga pamoja na wataalamu wake. Kanuni zipo, unaweza ukasoma kanuni usielewe vizuri, lakini wadau mamlaka ya usafiri wa anga ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wadau wanazijua kanuni na wanazitekeleza kanuni. Ili uweze kuijua uweze kuitekeleza lazima uifahamu vizuri. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna maeneo ambayo kidogo unashindwa kuyaelewa, kwa hiyo unaweza kaja kwa mamlaka ya usafiri wa anga kwa ajili ya kupata clarification. Kwa hiyo kikubwa ni uelewa wa zile kanuni ili uweze kuzitumia ipasavyo pamoja na miongozo yake. Maana tunatoa kanuni lakini tunatoa na miongozo. Pamoja na miongozo yote, lakini bado sisi tupo kuweza kusaidia kuongea na wewe zaidi. Shukrani madam, na nakutakia workshop njema katika siku zijazo. Asante sana, karibu kesho na kesho kutwa, maana tuko hapa kwa siku 3. Ndiyo. Asante. Shukrani sana. Haya.